mzuri wa kupata uchambuzi wa habari. Uchambuzi wa habari, msikilizaji, unakuwa ukigubikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari kutoka mikoani, habari za michezo na habari za kitaifa. Msomaji wako wa siku ni Teizake Mulucha Ashibe. Upande wa pili Merci Mbelechi anashikilia madawati la mitambo na kualika kwa utulivu kwamba tanani mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Na sasa tunafungua uchambuzi wetu wa habari na ukurasa wa habari muhimu. Nampisha mtumbe wa mkulima na Fatuma kwa kutuletea ukurasa huo. Karibu sana. Naam, asante sana mwenzangu Izaki Mulucha Ashibe. Wacha tuanze habari hizi na habari za huko Fizi, ambako shirika la CGUP Fizi Baraka limemwandikia kibarua waziri wa kitaifa husika na mambo ya nje na ushirikiano wa kitaifa Bi Tereze Kayikwamba kuhusu hali inayopitia wanafunzi wa Kongomani katika nchi ya Burundi, hasa kipindi cha msako unaofanywa katika nchi hiyo dhidi ya wanafunzi hao. Takuwa pia na habari za huko Mwenga ni kwamba hali ya utulivu imeonekana kwa kiasi kidogo katika makao makuu ya tarafa ya Mwenga siku ya Ijumaa hii ya wiki tunayo. Shirika la raia eneo hilo lataja kupongeza vya kutosha serikali kuu ya Kinshasa kuingilia kati hali ya sasa ya usalama tarafani humo. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba kisha rais wa Rwanda Paul Kagame kudai kuwa Kinshasa ndiyo chanzo cha mzozo unaoendelea eneo la mashariki kutokana na kutokuwajibika kwake, hatimaye serikali ya Kongo imetupilia mbali madai hayo na kusema kuwa Kagame ndiye muasi wa M23. Mwenzangu Izake Mulucha Ashibe naweka nukta kwa habari muhimu. Naam, asante sana mtumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wako huo wa habari muhimu. Mimi najikita katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, nikianzia katika mji wa Baraka. Uongozi wa kata la Matata mjini Baraka umeendesha kazi za salongo ndani ya kata lao, na ambako wameanza rasmi kujenga ukuta wa msingi ili kukinga viwanja vyao na mto wa Acholongo. Jambo hilo limeweza kupongezwa na malida wa eneo hili. Abdalla Mahuridi ni kapita wa kata la Matata, anaeleza mengi kuhusu kazi hizo. Siku ya tano yote ni siku ya salongo. Licha ya hiyo tuko hapa juu ya kujenga hii mfereji juu ya maji yenye iko na tuatake kutoka route 5 kwa ile bizi yenyewe wanatia pale. Kama kawaida hapa kujeteme kwenye makala wanaoishaka makala huko fasi kwenye mai ilidevie kuingia Matata. Na hapo tulipata fursa ya kusema kama kila raia atoshetoshe 2000 juu tuangalie gisi tunaweza jenga mfereji yenye iko na deranger raia ya Matata. Ndiyo raia Matata ilijituma na ikatosha kila mtu 2000 hata kama atuya Kongola kwa watu wote, kuko watu wa roho mzuri wenyewe walitusaidia, na tutaweza sema asante sana kwa wale wote wenyewe walitupatia angalau kidogo ile puruke tuanze hii kazi ya kwanza kujenga mfereji ya Matata. Hapana, tunatumikisha majiwe na sima. Naweza waambia kwanza wakiangalia kwanza gisi tulianza, kisha wakuwe na ile moyo ya kutosha. Wale wengine wenyewe wako na moyo, vraiment tunaweza sema watusaidie tu. Tuko hapa tunalia mbele yao. Jo tukikala kimya kama vile nikapita wa Matata, nikikala kimya raia itasumbuka sana. Kwa hiyo vraiment mtusaidie. Watu wa Matata wanalia, mtusaidie, na raia ya Matata msikale kimya. Jo kwa sababu leo nilitosha, ingine mwezi usitosha, hapana. Projet ni ya mrefu. Haiko aseme juu unatosha leo, hiyo ingine mwezi asesi nitatosha, hapana. Nikale chini muangalie koma tutajenga. Haiko avantage yangu, ni avantage ya kila raia wa Matata. Naye leader wa kijamii Bunguke Masase Lebon amehomba raia kuungana kapita huyo, huku akiwataka wengine kuiga mfano huo wa kimaendeleo. Tutatoa kwanza courage kwa kapita wa quartier Matata kwa kufanya ile initiative. Kuna mfereji ingine iko munani hapa kwa antene ya Orange, ile mutoni Kiala inafanyaka uharibifu wa ajabu. Basi kwa ile tunaomba tumshukuru de quartier wa quartier Matata kwa sababu ile yenye na engagement ya kusema tujenge mifereji ili zisije zikaharibisha kwenye watu wameshajenga, ile tatuletea maafa. Basi tumpatie courage, pongezi kubwa sana kwake de quartier wa Matata, kwa sababu bila ile initiative
initiative ya kusema tujenge mifereji ya ile quartier, na unajikuta mvula ikinyesha mfereji inashuka inabomola, ile inatuharibikia sisi wakaji wa vile ya Baraka. Basi tunampongeza zaidi, apare mairie, apare gouvernement provincial, apare gouvernement central, mais de quartier wa Matata anaamua tuproteger hii mungini kwa kukamata ile maji tuirudishe kwenye mfereji wake na tuichimbie, tuijenge majiwe ngambo na ngambo na sima. Ile nafurahisha, ni maendeleo mungini yetu na itatupatia nguvu na kujitapa juu ya vile yetu ya Baraka. Tunaomba raia yetu ya vile ya Baraka na quartier Matata tuache kuwa kontre maendeleo, tumuunge mkono de quartier mwenye anatuita kwa kuchangia ile kidogo. Ukiwa nayo changa, kama unajichukulia hata muda dakika 5 dakika 10 kwenda fedia wenye kuwa kule kushantie yenyewe ya kujenga ile mifereji ya kushusha mai munjia zake halali. Sio nakata kuchanga mchango, ukatae kuchanga nguvu zako za kwenda saidia watu hata kupiga beshe, kisha baadaye lawama zitaenda wapi? Ile mtoni kishuka inashukia parcele yako, inashukia parcele ya ndugu yako kwa sababu tulikatala kuchanga ile contribution. Eske tatusaidia? Hapana. Kwa hiyo tusaidiane, tukamatane mikono, paske wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, moja kati ya mashirika ya uchukuzi wa watu na mizigo mjini Baraka na tarafani Fizi yametaja kukubaliana na maamuzi ya jenerali wa askari polisi jimboni humu kwa kumteua kamanda mwingine wa polisi wa barabarani atakayesimamia posta ya manispaa ya Katanga, hivyo wakipingana na mashirika mengine ambayo hayamtaki kamanda huyo. Zawadi Edmond, ni coordinator wa shirika la uchukuzi wa watu na mizigo la Anamco, anaonesha kwa nini kukubaliana na hatua hiyo. Ndio, cha kwanza ambacho kilitusukuma sisi kuandika barua kama na hiyo ni kwamba ndugu Kwito Masanga Fidel ni polisi ambaye alitumwa na uongozi wake kutumika kazi hapa. Sisi hatuwezi hata mkatala kwa ajili hatuyaona ubaya wake. Hatuyawahi kutumika naye katika jiji la Baraka aiza komina ya Katanga, hapana, hajatumika pale. Sasa tuseme kama tunamkataa, mimi sijaona kabisa kitu ambacho kinaweza tuma sisi tumkatae. Kwa ajili tukiambia wa mambre kitu tunakatala mtu fulani, hata wa mambre wenyewe watajiuliza mnamkataa juu ya nini? Kwa ajili malalamiko ya mambre ni mengi sana. Sio kusema kama kukataa kamanda wa polisi ya barabara ambaye anatumiwa pale Katanga ndio malalamiko ya mambre yetu. Mambre yetu biko na malalamiko ya mingi sana ambayo sisi tunapaswa kuyafanyia kazi na tuonekana kama tunafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo tunaitika yule ndugu atumike na atumike kwa mazuri, ndio pale ambapo tutaendelea naye vizuri sana. Naye Shabani Rashidi Deni ni supervisor wa shirika la uchukuzi la Asnamok, amesema wamepata mshangao mkubwa kuona mashirika mengine ya uchukuzi yamepinga ujio wa kamanda mpya wa polisi wa barabarani posta ya Katanga. Kwa mimi nimepokea shingo upande na uzuni mkubwa sana, kwani nimeona kitu kingine sijawahi kuona katika dunia. Juu naweza shangaa kitu moja, kusikia mtu anasema nakataa mtu fulani asifanye hiki, na yule mtu bado hujakaa naye, hujatumika naye, au hujamuonaka, unaambia mtu unamkataa. Manaki nishindelewa kwa nini mtu akataliwa. Ya pili, kwa kitu kimenisumbua sana, kimepatia regret kwenye niko. Mtu aende fika mbele ya media anaandika barua anasema mimi nasema kwa niaba ya viongozi wote wa uchukuzi. Nikajiuliza nani aliyemtuma? Nani alimpatia mamlaka kwenda kusema kile kwa nia ya kila mtu? Nikaona mimi kome niko kiongozi wa Asnamok vile Baraka na sikujua hayo mambo kisha lipitika, sijui alitoka wapi. Bwana nilimsikiaga wakati zilipita alikuwa Misisi na nikasikia, sikujua ndio bibi nikafika Baraka. Hatujaona mbaya wake, tusikie wanakuja tu na tabia kutoka. Ya mwisho ni kusema hivi, administration ya polisi ama ya administration militaire, sisi kama vile makorporation ya wachukuzi hatuwezi tukaingilia. Sisi mtu anatumiwa na mkubwa wake wa kazi, nenda kutumika fasi fulani kazi, kisha sisi tuingilie ile mambo. Manake najikuta kama inawezekana kuko manipulation ya viongozi wa moja kati yao, viongozi wenyewe wako natumika wenyewe nasema no, atupendi tutoke, inaomba paka tutilize watu fulani juu waende wakataa hivi hivi. Ndio ningelihamasisha wa ndugu zetu wa kolegi wenyewe waliweza waza ya kusema kwenda kukataa wenyewe wajui batoke mambo ya politiki za zenyewe haziwafanani. Kwa juu hatuwezi ingilia watu katika kazi yao, atumike kazi yake gisi walimtuma, na hatuwezi tukakataa serikali sisi kutumika kazi yake, kwani sio kazi yetu sisi. Kazi ni kutetea mambo na declaration ziko mingi. Hii ndio inakuwa declaration mambo. Sisi tunadanganya wana member, kwa danganya tunawaonesha sisi tuko natetea mtu, kumbe ndani kuna mambo mengine. Vraiment ieleweki. Warsha ya kuimarisha uwezo wa mafunzo dhidi ya amani na kuepuka chuki ndani ya jamii mbalimbali katika maeneo ya afya ya Uvira, Fizi na Ruzizi
yameendeshwa Ijumaa hii ya tarehe 28 Novemba 2025 ndani ya chumba cha mikutano cha ActionAid kupitia mfadhili wake UNFPA. Katika mahojiano na redio yako, Eto Biaombe Micheline ni mfanyakazi kwenye shirika hilo la ActionAid ambaye anahusika na kitengo cha ukingo wa ujeuri. Amesema kuwa ni wanamemba 20 wa Barza ndio walikuwa walengwa kwenye mafunzo hayo ambao watakwenda kuhamasisha wengine katika masuala ya amani na namna ya kuepukana na chuki. Eto Biaombe anaanza kuonesha mazumuni ya wao kulenga masuala ya amani na chuki kama anavyoeleza. Tulilenga sana masuala ya kuhusu amani kwa sababu tuliona wanawake, kaona wasiona na hata huko watu wenyewe wanaguswa sana na ile makonfli ya ome. Unakia kuta vijana wako please manipule swati na kundi ya watu fulani, wanaona hatutaki hiki. Wale watu wenyewe wanaexprime contentement yao wajesprime, lakini wanapenda wajesprime directement utiliser tu nini wa jeune au détriment ya familia ya wale wa jeune. Wana tukalenga sana tuseme juu ya mizozo, tuseme juu ya binyume vyayo, kwa maana vitu tuko tunapitia, tuko tu katika hali ya mizozo, tuko katika hali ya vita, na hii yenye tatusaidia kutafuta amani, kupunguza matokeo mabaya ingekuwa sana, lakini tupunguze hiyo mizozo isikileta maujeuri mingi. Tajirangu ni hivi, mafunzo tuliwapa sana waende makomunote zao wakafundishe watu waelewe mzozo ni nini. Wakati mtu anaelewa konfli ni nini, pale atajua koze ya konfli natokana nani. Wakati anaelewa koze ya konfli atajua kama hakuna amani, lakini mtu anaweza katafuta namna gani ya kuishi na amani. Na kama kuko ile kwa bidasa pasifiki, ifo kuna kwa cohesion sociale. Na tuone gisi tunaweza tukaleta amani kwa ajili maisha endelee kukua vizuri. Wakati hakuna amani kweli hakuna development. Aiza, wanamemba hao wa Barzana ambao ni washiriki kwenye mafunzo hayo wamepongeza za kutosha shirika la ActionAid kwa kuandaa mafunzo hayo, na hapa wameonesha kile walichofaidika nacho kwenye mafunzo hayo. Tumefika hapa kwa ActionAid kuongezewa ujuzi wa kujua kuhamasisha watu juu ya hali za maubakaji na namna ya kuweza kutatua mizozo kwa kutafuta amani ya kudumu katika mingine yetu na ndani ya familia zetu. Ndio cha kwanza tumeshukuru mwalimu Micheline Eto Biaombe pamoja na shirika la ActionAid kupitia UNFPA kwa kazi ambayo wamefanya. Mizozo inatokana na familia wao kwa wao, mambo ya mashamba wao kwa wao, urisi nao unasababisha mizozo. Ni heri sisi wa kundi la Barza communautaire tuifanyie kazi ile tuwe tunatatua, tutafute amani ipate kuonekana katika watu wanaopiganishana kwa mambo ya udongo, kwa mambo ya mizozo, kwa mambo hata kwenye ndoa za manyumbani. Yani kama amani haipo, ni heri kabisa sisi tugeuke kama wajaji, yaani washauri biwezekane ili tupate upatanisho hapo. Cha kwanza nimetoa sifa na shukurani kwa sababu tufunza mengi. Kwa shirika la ActionAid naweza kusema pongezi sana kwa wale wafadhili ambaye wamejitolea kwa kufanya hili tuwe na kundi kubwa na tuwe watu wenye kuonyesha alama ya mapenzi ili tupate kutatua hiyo mizozo. Sababu ya chuki ni kukosa maelewano kati ya mtu na mtu mwingine. Inaweza kuwa mtatizo kundi na kundi lingine, na hicho ndicho chanzo cha matatizo ndani ya miji zetu. Wenyewe wanastahili kuleta amani ni wasensibilisateur communautaire, warele communautaire na wa journaliste na mtu yeyote ule mwenye iko na information kuhusu mambo ya kuleta amani. Nam, kipenga hicho kinatupeleka moja kwa moja katika ukurasa wa habari za michezo ambako namuona Sudi wa Sudi Valentin akivalia jezi ya blue. Karibu sana. Ndiyo kabisa mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo ni kwamba mkuu kiongozi ambaye anasimamia soka ndani ya mji wa Baraka, yani Cercle Football de Baraka, Bwana Clovis Songoro Matete, ametaja kusikitishwa vya kutosha kuona tena watu wenye nia mbaya ambao wanataka kuharibu soka ndani ya mji wa Baraka, huko akiomba kwa vilabu vyote vya katika mji wa Baraka kuachana na mambo kama na hayo,
na kuungana na Cercle de Football de Baraka, kama anavyoeleza kuna kwa mikrofoni za Radio Kijamii Kivu. Club Fidele za Cercle tunakwenda kuwakaza moyo wasitishiki na lolote lile linalopita katika jiji la Baraka, kwani alikuanza leo ni toka mwaka jana tunapita kwenye vita hivi, lakini ukweli huo unapita katikati ya moto, na tuliweza kuongoza mpira mpaka sasa tunaongoza kama vile Cercle, japokuwa vibarua vinakuja ni maevenema. Unajua evenema inafikaka na inapita, bado kinakuja vile ninajua kitapita, kwa sababu hatuko hapa hatukujitia kimabavu, hapana, bali ni sheria za kabumbu ndio zinafikia sisi kuwa hapa. Kwa hiyo tukumbuke kama mwaka jana tuliingia malipo hizo na wengi walipoteza, na mmoja wapo mpaka sasa kama timu zingine zitakuwepo itakuwa ni kuungaunga, na mpaka sasa watu wanaanza juta kitu alichofanya mwaka jana mpaka ifikie sasa mpira wa Baraka unazorota. Na tuomba timu zangu zile timu Fidele ambazo zinajisikia zitakuwa pamoja na Cercle wala wasitishiki, naomba tuendelee kushikamana kama tulivyokuwa tu na tuendeleze kusakata gozi letu katika jiji la Baraka. Upande mwingine, Clovis Songoro Matete ameomba kwa klabu zote hizo kuweza kufanya vikao vyao vya kawaida kwa ajili ya kuweza kuandaa michuano ya ligi ya nyumbani ambayo hivi karibuni itaanza kutimua vumbi hapa katika mji wa Baraka. Clovis Songoro Matete amerejea mara tena kwa mikrofoni za Radio Kijamii Kivu. Napenda kwenda kuhamasisha timu zangu, kaeni chonjo, nifate mimi panapokuwa tatizo, mimi ndiye kiongozi, njooni tuonane, tukae pamoja na tuambizane kipi kinachoendelea. Lakini ninachowaambia, Cercle de Football de Baraka ndio inaongoza mpira kwa sasa katika jiji letu la Baraka na inaendelea na kazi zake. Tunaendelea na kazi zetu. Nadhani tulitowaka kalendari ya kuorganize assemblée générale ordinaire. Ninapenda kuambia, fanyeni assemblée générale zenu, ndo hatua ya mpira. Hicho ndo kinachohitajika ili timu zenu zionekane ziko en ordre. Kwa hiyo msio na wasiwasi, Cercle itaendelea kuongoza mpira wake katika jiji la Baraka. Hata mashabiki nao wanajua ukweli uko wapi. Tulibebana hapa mwaka jana, sijui hata Pirbene Cercle nini, lakini mwishowe Cercle ndio inaongoza mpira mpaka muda huu. Yaani inaonekana ukweli Cercle ndio ina uhakika wake, ina mamlaka ya kuongoza mpira katika jiji la Baraka. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, ni kwamba mechi moja ya kirafiki inatarajiwa kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo, ambako klabu ya Darling Club Rafiki wataweza kukata mzua fitna zidi ya klabu ya Academic ya Michel. Mechi hiyo ni sehemu ya maandalizi ya msimu mpya 2025-2026 ambayo hivi karibuni itaanza kupigwa hapa katika mji wa Baraka. Na mwishowe ni kwamba mechi moja ya kirafiki vile vile katika wale wachezaji ambao tayari wameshastaafu soka, yani wale wa veteran, inatarajiwa kushuhudiwa mchana wa siku ya Jumamosi kunako uwanja wa Lumumba majira ya saa 5 kamili za asubuhi. Ni kwamba klabu ya veteran Ami Baraka wataweza kukata mzua fitna zidi ya veteran club Shota Shota. Kumbuka ya kwamba msikizaji, mechi hiyo ni kwa ajili ya upande wa klabu ya VS Shota Shota ambao ni katika ule mpango wa kuweza kusherehekea miaka 10 tangu kuwepo kwa klabu hiyo hapa katika mji wa Baraka. Hivyo kocha mkuu wa klabu ya VS Shota Shota ambaye ni Amis Bushir Amigo ameahidi kupata ushindi kwenye mechi hiyo, huku akiomba kwa mashabiki wote wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi kuweza kuwasili kwa wingi kunako uwanja wa Lumumba kwa ajili ya kuweza kutazama mtanange huo. Naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo mwenzangu Isaki Mulucha Hashiba. Naam, asante sana Sudi Valente. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye Radio ya Kijamii Kivu. Tunawatangazia mubashara kabisa kutoka jiji la Baraka, na mawimbi hayo unayapata kwenye masafa ya FM kuna mita bendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Msikilizaji, shirika la CGOP Fizi Baraka limemwandikia kibarua waziri wa taifa husika na mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Therese Kaikwamba Wagner kuhusu hali inayopitia wanafunzi wa Kongomani katika nchi ya Burundi, hasa kipindi cha msako unaofanywa katika nchi hiyo dhidi ya wanafunzi yao. Akiwa kwenye maiki ya Radio Kivu, bwana Orfe Yamune Akamengele, kiongozi wa shirika la CGOP, amesema kuwa wanafunzi hao wanakamatwa kila wakati na kushurutishwa kulipa pesa 50,000 za Burundi, kitu ambacho kinawakera. Kwa hivyo ni vema waziri wa mambo ya nje kuingilia kati swala hilo.
Tumepata fursa ya kumwandikia mheshimiwa waziri wa mambo ya nje kufuatana na hali ambazo wakongomani hususan wale wanafunzi wa etudiant ambao wanaosoma katika nchi ya Burundi wanapitia kila mara, hasa zaidi sana wakati ambapo panakuwa musako hii ambao kwa lugha ya kimombo wanaita couvre-feu. Vijana wengi wasomi wa Kongo wanaoishi Burundi wanapitia hizo changamoto na zinawafanya kuwa kama vile wenye kunyanyasiwa zaidi sana. Unakujikuta kwamba kunakuwa wakati ambapo mwanafunzi anapofungwa na idara za ujasusi hapo Burundi na hata za kipolisi, wanakuwa shurutishwa kutoa pesa 15,000 za Marundi, na hiyo inakuwa inawakabilia wao kama vile wanafunzi kwa changamoto kubwa hiyo. Vile vile kuna kuwa kitu ambacho hakiendi vizuri kufuatana na matumikio ya ubalozi wa DRC katika nchi ya Burundi, na hiyo inaelekea kwa kuonekana kwamba hakuna kabisa mawasiliano kati ya viongozi wa ubalozi na wa vijana wa Kongomani ambao wanaosoma katika nchi ya Burundi. Na hiyo inakuwa shida kubwa sana. Kuna kuwa vile vile changamoto nyingine ambapo kuna kuwa ukosefu wa vyombo ambavyo vinavyohitajika kwa ajili ya kutoa vitambulisho kwa wale wakongomani ambao wanaoishi Burundi, na hiyo inakuwa shida kubwa sana. Ndio maana unakutana kwamba wanafunzi hawapati hata vitambulisho vile vinavyohitajika kwa ajili ya kuendelesha maisha yao katika nchi jirani ya Burundi. Ndio maana tumemwomba mheshimiwa waziri wa mambo ya nje jitahidi sana kuangalia jinsi gani atafanya jitihada ili mawasiliano bora iwe kati ya nchi ya Burundi na Kongo kwa ajili ya ile hali ya vijana wetu wasomi wapate kuishi kwa amani bila manyanyaso, bila kuwa na shida yoyote. Vile vile tumemuomba angalie jinsi gani anaweza kuzungumza na hizi vitengo vya CPGL kwa ajili ya kufanya suivi ya wale wanafunzi ama kufuatilia zaidi sana harakati ambazo zinazohitajika wale wanafunzi wapitie ndani mwake, hasa hususan katika ukanda huu wa maziwa makuu. Katika mji jirani wa Uvira, kufikiri kwa pamoja namna ya kupanga vile pesa za wazalendo zinazotoka Kinshasa kila mwezi zitakavyokuwa natumiwa kwa faida ya wazalendo wote ndiyo moja kati ya malengo ya kikao kikubwa kinachoandaliwa mjini Uvira siku ya 6 ya wiki tunayo. Kwa mujibu wake Notable Andre Badunia Mashaka, mmoja kati ya waandaaji wa kikao hicho, ametoa hapa mwelekeo wa kikao. Ni kweli Uvira kunaandaliwa kikao kubwa ya wa VDP wote au wazalendo watoto wa nchi. Ni hiyo kesho, siku ya posho, kwenye ukumbi wa meri ya Uvira. Initiative ilikuwa namna gani? Nilipopata habari kwamba kuna pesa ambazo zinatoka Kinshasa kwa faida ya VDP kama citoyen congolais, kama notable wa Sud Kivu, ilibidi nifuatilie de très près. Nilienda kuona viongozi wa majeshi na wakanikonfirme kama réellement ile pesa inatokaka. D'abord nina féliciter bravoure yao aba komanda kwa sababu bananiambia clairement que pesa zinatokaka, na wakanambia kwamba wao bado ni wageni, lakini walikuta ile pesa inatokaka na tupropose nini tunawaza. Comme ça tulipropose kwamba yafaa kufanyike commission ambapo mtakuwa shirika la raia, ambapo mtakuwa wa VDP yani wazalendo, ambapo mtakuwa FEC, mtakuwa commandement ya secteur na commandement ya région militaire, bien entendu à travers les représentants yao. Na wakati ile megundulika, ilibidi sisi kama notabilite hatunge nyamaza. Tulifanya communiqué kwa radio kuinformer ba VDP kwamba kuna pesa yao na kuyaka. Kwa sababu kilichotusukuma kufanya ile ni kwa kuona wazalendo wa Uvira, Fizi, Mwenga, sijui Shabunda, Kalehe, Kabare, le 8 territoire wote kabisa wako wanaendelea kuhangaika. Alorike kuna pesa inatoka Kinshasa, watoto wako wanalia chakula, tuweze enda kufua tuna chakula. Inabidi tena sisi peuple congolais tuguse mifuko a travers ma vitu vidogo ma contribution, tuone isi watakula alorike pesa zako zinatoka Kinshasa. Hata hivyo, Andre Badunia ameongeza kuwa kupitia mkutano huo usio wa kawaida itakuwa fursa kuunda na kuteua kiongozi mmoja wa wazalendo ili kuwepo oda kati ya wazalendo. Ndio wakati maintenant region militaire ilikamata initiative ya kumuita komanda ya Kutumba na kwenda kuongea naye kumwambia kwamba hizo pesa ziko na kumwambia aende restituiwe kwa wazalendo.
Wakati ya restitution aliniita, nikamwambia basi kuambie kama zilikuwa leo, hizo pesa zinakuyaka hii siku zote. Tangu kama mwezi wa 3, kama mwezi wa 4 sijui. Na hizo pesa zilikuwa zinafalia wa VDP wote, zilikuwa nafalia kakikundi kadogo sana kwa wa VDP ambao walikuwa na beneficie ile franga. Sasa tunataka hizi pesa zianze kufanya kazi par territoire. Hapana mambo ya vile ya Uvira, territoire ya Uvira tu. Wafizi, Baraka, Kamituga, Mwenga, Kalehe, Kabare, Shabunda, wote le 8 territoire wanapaswa kupata kwa ile pesa, wapate chakula, wapate sabuni, wapate mchele, maharage na mafuta ambayo watoto wetu ambao wamejitolea kutetea nchi wataipata. C'est comme ça tuliita ile réunion. Tunajua c'est vrai kama haiko tâche facile, mais ile réunion naitiwa ni kwa sababu tupime kuzungumuza hii franga siku inaende la disparaître mambo ambayo haiwezekani. Komanda mwanapata yakaratia mfuko wa VDP hawatapata chakula. Tuone namna gani, mekanisme gani tutafanya ili tupate kwanza commandement moja wa VDP wote mu province ya Sud Kivu ambayo itakuwa na coordonner, parce que hapa tuko na siège ya institution provinciale, tuko na region militaire, tuko na gouvernorat na vingine. Hii nayo ambayo itakuwa hapa komite ambayo tunapatikana emo, itakuwa ni komite kwa sababu niko kwenye komite, itakuwa ni komite provincial au ina chapeauter ma territoire mkadri ya kusema ile franga wa VDP ifanye kazi kwa faida ya VDP. Njoo kiini kia ile mkutano ambao tutaifanya siku ya posho tariki 29 ili kuangalia namna gani ile franga itafalia wa VDP. Yaani tutarudia tena kesho kuwapatia de manière brève nini tumezungumzia, lakini kwa machache ni hayo kwanza ambayo itakuwa ni kiini cha hiyo mkutano. Wa VDP wote ambao watanisikia wako wamekaribishwa wafike au plateau, wafike tuzungumzie tuone namna gani tunaweza kufanya. Lakini hatuna pesa za kukamata charge, hatuna pesa na chakula, ni mazungumzo tu. Ndio maana tumeita wale wa representants wa Fizi wa Mwenga ambao wako mvile ya Uvira wafike kurenio ili watajua namna gani ya kuresitiwe. Na huko Mwenga hali ya utulivu imeonekana kurejea kwa kiasi kidogo katika makao makuu ya tarafa ya Mwenga siku ya 5 ya wiki tunayo. Shirika ya raia eneo hilo yataja kupongeza vya kutosha serikali kuu ya Kinshasa kuingilia kati hali ya sasa ya usalama pa Mwenga. Katika mazungumzo kwenye line ya simu na moja kati ya viongozi wa mashirika ya kiraia pa Mwenga, ametoa hapa picha halisi ya sasa. Mwenga tungali afadhali kidogo mahali ambapo tuko Mwenga Centre, sababu viongozi wa askari wanakuwa hapa wote, na ingawaje kuna watu wengi ambao wametoka kutoka ya watu kwenda porini. Kati yao kuna waja wazito, kuna watoto wenye viko metaza mubaya wametoka wanakukimbia. Ilitokana na ile kurudia nyuma ya maaskari wetu, walirudia nyuma kutoka kule kulinye Defront wakarudia nyuma, na ile muda wote wanafika kusanyika humu mjini, na matabia zimoja zikaonekana, mapiaje kwanza fungula manyumba na kupitapita. Ile njoo ikatuma population inapatwa na hofu na wakaenda porini. Kwenye viko hivi viko eneo za Lwindi njoo kwenye viko kule. Tukisema Lwindi ni kusema tutayua kwenye viko precisement, lakini ni mshefri ya Lwindi njoo wanapatikana, na hivi bahusika na vita viko wanaendelea kufuatilia mambo kutafuta usalama kwa watu. Panike inatokana na waaskari wetu, si mashema neno ambapo waaskari wetu walitoka kwenye mapambano walirudia nyuma, lakini wamoja kati yao walianza kufungula manyumba za watu, kupora mali, kupiga masase, na hii hofu waliifanya kwa maeneo zote. Kamituga ilifanyika, Mwenga Centre ilifanyika, mule mshefri ya Lwindi baada mbele kutoka waliifanya, ikapelekea watu kuona kama mazingira haiko mzuri, ndio ilisababisha wanaenda porini. Lakini kwa sasa kuona wakuu viongozi wao wanakuwa huko Mwenga Centre na wako wanaenda wanatekeleza kila kitu, basi itaonekana kwamba wamoja wenyewe walikuwa wanaenda porini hapa karibu wanaanza pia narudia polepole mmoja. Pamoja na hayo, duru yetu imepongeza serikali ya Kinshasa ambayo imejibu sasa kwa mahitaji ya raia kwa kutoa support ya 100% kwa jeshi la taifa FARDC ili kuvunja nguvu ya wahasi wa AFC M23 katika mapambano tarafani humo. Ndiyo, sisi tunajipatia moyo. Kwanza tuna felicite gouvernement centrale ya kwetu, sababu kiukweli kama ingelikuwa maaskari yetu kuletewa silaha, chakula, tulikuwa muhali ya heka zaidi.
M23 kama ilisogea zaidi ni kwa sababu walikuwa wanapata chakula na vifaa mbalimbali, lakini kuona guvernema yetu nao ilianza kuchangiza, kuanza kushughulika kwa ajili ya kulipa waaskari na kuanza kuwapatia chakula kupitia ndege za angani, yani avion, inatuma aktivite za M23 zinadidimia. Wanashindwa nao kufika sababu wanakuwa na ile hofu ya kuona kama eneo za kwetu nazo mnaanza ingia mavifaa ya kusaidia askari wetu. Kama tungelipima distance, ninaweza nikadanganye sababu eneo yao wanajigawanya masehemu mbalimbali, lakini tunaweza kuestime ni 35 kilometre na Mwenga, 35 kilometre na Mwenga. Nilifikiria kwamba jambo la kwanza kupana confiance ku guvernema yetu centrale ambayo iko na susi ya kutaka kwamba ushindi uonekane na adui ashindwe. Tunashukuru ile effort upande ya guvernema. Labda upande ya maaskari nao tuko na huzuni kubwa, labda ingilikuwa ya ukosoaji ya ile tabia kati ya wamoja kuendelea tena kugandamiza raia, kupora mali yao, na hiyo haiko picha mzuri zaidi, sababu hata kama adui alikuwa hayafika Mwenga, lakini ile maaskari wenyewe wangelibalinda na mali yao tena waanze wapora, inapelekea pia ule raia abakie tena porini na kugandamizwa zaidi. Sababu nilikwambia kwamba wajawazito wako kule, wagonjwa walitoka hospitalini wakakimbia kule. Inahitajika sensibilisation kubwa, sensibilisation kubwa societe civile kwa kuwarejesha tena kurudia makwao. Sasa ilibidi mbele kurudia kiye d'abord changement de comportement vis-a-vis na hao maaskari wa kwetu wenyewe wanaitwa maaskari zetu, na wao ndio wako sanse kuproteger population. Kwa sasa hapana, kwa sasa ni kukuja kuchunguza benye wanaweza kuwa na masabuni na bule machakula wanatia kwa barabara wanauza, lakini kwa hali ya hofu kabisa. Lakini tuseme kweli aktivite ianza kama kawaida. Na kwenye habari ya kitaifa, kisha rais wa Rwanda Paul Kagame kudai kuwa Kinshasa ndiyo chanzo cha mzozo unaoendelea mashariki kutokana na kutowajibika kwake, hatimaye serikali ya Kongo imetupilia mbali madai hayo na kusema kuwa Paul Kagame ndiye muasisi wa M23. Undani wa taarifa hii naye Safari Alimasidigo. Naam. Kwa upande wa Kinshasa imejibu vikali kauli zilizotolewa na rais wa Rwanda Paul Kagame Alhamisi ya tarehe 27 Novemba huko Kigali, ambapo alikosoa serikali ya Kongo kwa kukataa kuwajibika katika kumaliza mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kongo imeikumbusha Kigali juu ya makubaliano yaliyosainiwa kati ya nchi hizo mbili na wajibu wa Rwanda kuyaheshimu. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Patrick Muyaya, Paul Kagame ndiye muasisi na baba wa kundi la waasi la M23 linalotumiwa kuleta hofu na machafuko mashariki mwa DRC. Kauli hizi zimetolewa kufuatia mkutano na waandishi wa habari wa rais wa Rwanda, ambapo alishutumu Kinshasa kwa kukataa kuwajibika kumaliza mzozo, hasa kwa kukataa kufanya mazungumzo yoyote na waasi wa M23. Alipoulizwa kuhusu kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa Goma, jambo linalotakiwa na Paris na Kinshasa kwa sababu za kibinadamu, Kagame alieleza kuwa swala hilo linapaswa kujadiliwa moja kwa moja na waasi wanaodhibiti mji huo. Majibizano haya kati ya Kinshasa na Kigali kupitia vyombo vya habari yanajitokeza katika muktadha wa mvutano unaoendelea kati ya DRC na Rwanda, licha juhudi za kidiplomasia zinazofanyika huko Washington na Doha katika kutafuta kurejesha amani kwenye eneo hilo. Na tukiachana na habari hizo, upande mwingine ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameanza ziara ya kitaifa siku 3 mjini Belgrade kuanzia Alhamisi ya tarehe 27 Novemba kufuatia mwaliko kutoka kwa mwenzake wa Serbia. Rais wa Kongo ameambatana na mkewe mama wa taifa Denis Nyakero Tshisekedi, ishara ya kuwa ziara hii imekusudiwa kuwa ya kisiasa, kitaasisi na urafiki. Walipokelewa kwenye uwanja wa ndege na naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani wa Serbia, jambo linaloashiria mwanzo wa ukurasa mpya wa diplomasia ambapo miji mikuu yote miwili inasema itakuwa ya matumaini makubwa na yenye mwelekeo kwa miaka ijayo. Ziara hii ni mwendelezo wa mkutano kati ya viongozi hao wawili uliofanyika kando ya mkutano mkuu wa 79 wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba mwaka 2024 huko New York. Katika mkutano huo viongozi hao walionyesha nia ya kuimarisha uhusiano na urafiki na ushikamano kati ya Kinshasa na Belgrade.
Pia limebainika kuwa uchumi wa Serbia unakuwa ukichochewa na matumizi ya ndani na uwekezaji, japokuwa unakabiliwa na changamoto kama vile mfumuko wa bei na nakisi ya biashara ya nje. Ziara hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimkakati kati ya DRC na Serbia, hasa katika kipindi ambacho mataifa hayo mawili yanakusudia kushirikiana zaidi katika masuala maslahi ya pamoja. Ni hayo ndio ambayo tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku hii ya leo. Ni hapo ndipo naenda kutamatisha uchambuzi wa habari. Mimi ni Isaac Mulucha Asibe, upande wa pili Merci Mblechipa Maleslef madati la mitambo. Msikilizaji, kwa heri ya kuonana. Bye bye.